tusile mavi ya njiwa, ila tumle njiwa mwenyewe. Katika semina hii tusile kichwa cha punda, bali tumuone Bwana mwenyewe. Mwambie Bwana, tunaomba isiwe huduma ya shaba, iwe ni huduma ya dhahabu halisi. Mwambie Mungu, siku zote 8 ziwe ni siku ambazo Mungu utasema na watu wako, utasema na mimi, na uniwezeshe kuwa mwaminifu kuja siku zote, nikapate kujifunza kweli za ufalme. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, tunaomba Baba, Roho wako Mtakatifu tukamwone kiuhalisi, isiwe kwa kumbukumbu, bali katika uhalisia. Baba, tukapokee sio akili ya mtumishi, mambo yatokayo katika imagination zake, bali tukakutana na wewe, sio kichwa cha punda wala punda mwenyewe, bali Yesu ambaye umebebwa na huyo punda. Mungu wa majeshi, wahudumie watu wako. Tunaomba isiwe ile huduma ya shaba, kwa sababu dhahabu imeibiwa. Hekalu lako Baba liwe katika utukufu uliokusudiwa, na kwa hiyo huduma ya wiki hii iwe ni huduma halisia, wewe ukikutana na maisha ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asiwepo ambaye utampita, kila mmoja umguse, kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Watu wote na tuseme amen. Unaweza ukaketi. Wapendwa, niliahidi ya kwamba semina yetu hii itakuwa tofauti na semina za Pasaka tulizowahi kufanya, kwa sababu nitakuwa ninafanya iwe ni sambusa. Mnafahamu sambusa ni mchanganyiko wa vitu. Mnafahamu hamburger ni mchanganyiko wa vitu. Kwa hiyo semina yetu itakuwa ni sambusa, ambapo kuna vitu akuwa na viingiza mle ndani, na ukweli ilitakiwa iwe hivyo wakati wote, lakini ni kwa sababu ya muda huwa tunakosa. Na kama ilivyokuwa nyakati za Yesu, watu walikuwa wavivu kusikia. Hata sasa tatizo ni lile lile, lakini tungekuwa tunakuwa sio wavivu kusikia, tungejifunza mambo mengi yakatusaidia. Ni vizuri kujua ya kwamba ile simulizi ya uumbaji ambayo ilizungumza Mungu akaumba kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika, na ikiwa inazungumzwa kabisa kwamba siku ya 4 ndio siku ambayo jua liliumbwa likapate kutawala mchana na mwezi ukatawale usiku, hiyo siku ya 4. Na unaposoma maandiko unakuta Biblia inazungumza habari ya siku moja ni sawa na siku 1000, miaka 1000. Kwa hiyo wiki moja ambayo ni siku 7 ni sawasawa na miaka 1007. Nataka tu appreciate kwamba the story of creation is the story of redemption. Hatuelezwi mambo ya uumbaji katika Biblia kwa lengo la kutuhabarisha mambo yote jinsi ilivyokuwa kwenye uumbaji. Tunapewa tu kwa lengo la kutuletea ukombozi. Biblia yenyewe yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni simulizi ya wokovu. Mambo yote unayoyaona, stories zote zingine zilirukwa, zikawekwa zile tu ambazo ukizisoma ukiwa umetulia unaona huko Yesu na msalaba. Kwa hiyo nataka ujue
ile siku ya 4 ambayo jua lilitengenezwa likaumbwa. Ndio hivyo hivyo siku ya 4 mwaka 1000 BC ulivyokuwa umekamilika, ndiko kulikoanza tena 1 after Christ AD. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndilo jua lililokuja kwa ajili ya ukombozi wa dunia, na lilikuja siku ya 4 baada ya miaka 1000 ya uumbaji. Kwa hiyo kuja kwa Yesu kumetokea baada ya miaka 1000 kupita. Kwa hiyo unavokuja kuangalia siku ya 4 inazigawanya siku 7 kuwa siku za mwanzo na siku za mwisho. Siku za mwisho ni zile siku 3 na 1 ni ya Sabato. Nataka tu nisiendelee kuzungumza sana hapa, nitakuchanganya, lakini nataka tu ujue hapo kwanza. Kwa siku ya leo tunaanza na hoja moja. Ujio wa Yesu Kristo duniani ni ujio wa jua la haki lilokuja lenye mbawa za kuponya, lenye uponyaji katika mbawa zake, na huyo ni Yesu Kristo. Waingereza wanapozungumza habari ya mwana na wanapozungumza habari ya jua, sauti inayotoka inafanana. The sun, jua; the sun, mwana. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo duniani ni sawa kabisa na ujio wa uumbaji wa jua linaumbwa ili dunia iwe na nuru. Na Yesu alisema mwenyewe, mimi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ya ulimwengu inayofanya na sisi tuwe nuru, kama ulivyo mwezi una nuru kutokana na jua. Nuru ya mwezi siyo yake wenyewe, ni nuru ya jua. Nuru zetu ni nuru zitokanazo na yeye. Tunang'aa asipokuwepo, lakini akiwepo kung'aa kwetu kunafifia. Hata nyota hazina mwanga linapokuwepo jua. Jua ndiyo nyota yenye nguvu zaidi kwa sababu ipo karibu na dunia. Sasa tutakuwa tunaendelea kuangalia haya kidogo kidogo, lakini mimi nataka ujue, tunapotafakari zamu hii habari ya Pasaka, tutakuwa tunatafakari pia tuko nyakati za mwisho, kwa sababu baada ya miaka 1000 kuna miaka 2000 nayo imeshapita. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye miaka 1000 mingine itakayokamilisha miaka 7000. Takuja kukupa hapo fumbo rahisi kung'amua uweze kuelewa kwamba tupo nyakati ambazo Yesu anaweza kutokea saa yoyote. Lakini ukiliangalia kanisa dunia nzima ni kama tumejisahau. Tunadhani tulikuja tu kutafuta pesa. Tunadhani tulikuja tu kuishi, tufurahi, tule na kunywa. Tunasahau ya kwamba tupo hapa duniani kwa ajili yake yeye aliyetuumba, na kwamba anatutaka tuishi maisha ya namna fulani kwa ajili yake mwenyewe. Hata tu kwa ajili ya makanisani watu wanajikuta wanamkosea Mungu ili kumtumikia Mungu. Nikisema hivyo nitaeleweka tu tunavyoendelea na semina. Yaani watu wanamkosea Mungu ili kumtumikia Mungu. Unaelewa nikisema hivyo?
watu wanamkosea Mungu ili kumtumikia Mungu. Mtu anaweza akaenda kwa waganga ili kanisa liwe na watu wengi. Sisi wa nje tunamuona anamtumikia Mungu, kumbe anamkosea Mungu ili kumtumikia Mungu. Mtu anaweza kwenda kutafuta mtu huko akamlipa pesa aje kanisani atoe ushuhuda ili watu wajue yeye anatumika na Mungu. Lakini kwa hiyo anafanyaje? Anamkosea Mungu, anasema uongo katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo neno linavyosema ya kwamba utakavyoona unajisi hekaluni, ujue mwana wa Adamu amekaribia. Kwa hiyo unapoyaona mambo yasiyokuwa sawa ndani ya nyumba ya Mungu, ni ishara ya kwamba mwana wa Adamu amekaribia. Kwa hiyo ni wakati tutakapokuwa tunaangalia the redemption story tukifananisha na the creation story, itupe kuwa alert, itupe kuwa na mwamko wa kukaa katika hali sio kama walokole wenzetu wanaojisahau, wasijue aliyewaokoa yupo karibu. Unayoyaona yanaendelea Iran na Israel na Donald Trump anachofanya Iran na wanachofanya wa China, wa Korea na Warusi ni katika kutimiliza maandiko. Wana wa Mungu, asubuhi imekaribia. Tusikae hasara. Asubuhi yetu imekaribia, ambapo ukombozi wetu, wokovu wetu utakamilika. Vivyo hivyo wiki ukiangalia ya Yesu anakwenda msalabani, hiyo wiki pia ni wiki, nayo ni wiki ya nini? Inayokufundisha siri hizo za wokovu. Biblia inazungumza Yesu alivyokufa, hakufufuka ndani ya siku 3. Alifufuka baada ya siku 3. Na ukiangalia kwenye maandiko, hizo siku 3 zimetamkiwa unabii mwingi mno, Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa nitatamani akili yako iwe sharp kupokea nitakachokuwa ninaleta this week. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaomba uwe tayari to unlearn, kuacha kuyaona mambo kama yalivyokuwa ulivyosikia yakizungumzwa makanisani. Mengine sivyo yalivyo, ni mambo tu walizungumza wanadamu katika dini zao kuzifanya ziwe na nguvu. Lakini wiki hii tutakuwa tukiangalia kile ambacho maandiko yamenena. Na Yesu alisema, ukiniamini mimi kama maandiko yanenavyo, sio kama wanavyoamini wa EAGT, sio kama wanavyoamini wa TAG, sio kama wanavyoamini wa Luteri, sio kama wanavyoamini wa Roma, sio kama wanavyoamini wa Sabato. Ukiniamini mimi kama maandiko yanenavyo. Usiniamini kama mhemko wa mhubiri alivyokuwa anahubiri, akahubiri tena, alikuwa anahubiri kama cherehani, maneno yalikuwa mazuri na kukawa na uwepo na nguvu na nini. Ukaniamini tu kwa sababu ya maneno ya mhubiri na mhemko aliouleta, bado haitaleta ule wokovu wenyewe. Wewe uniamini kama maandiko yanenavyo. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia hicho this week. Ninajua muda huu hautatutosha, lakini nitakuwa najitahidi baadhi ya vitu nilizungumze kwa haraka
kwa sababu navijua ni kwa ajili ya kuconnect dots, lakini baadhi ya vitu niviseme taratibu, kwa sababu nitakuwa naleta kama vile concept mpya katika kile najua unafahamu. Utakuwa unaona kama vile nakupeleka kwenye vitu ambavyo sivyo, lakini lengo langu nataka some of the things you have to unlearn ili uelewe Mungu alivyo na anavyotaka iwe katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingine tena nyosha mkono wako mmoja juu, weka mkono wako moyoni, sema Mungu useme na mimi nikujue, kwa sababu umesema hakuna akujuae isipokuwa Yesu Kristo, na hakuna amjuae Yesu Kristo isipokuwa wewe, na yeyote ambaye Yesu Kristo atamfunulia. Ninaomba unipe kukujua, kwa maana kukujua wewe ndio uzima wa milele. Nikujue Baba, niwe katika uzima huo, niendelee kuukulia katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuwa ulishaniokoa, ulishanipa huo uzima, lakini Baba nipe kuelewa, nipe na roho yangu kujua, ili niweze pia kuwa msaada kwa wengine katika jina la Yesu Kristo. Zitumie hizi siku 8 takatifu katika kipindi hiki cha Pasaka ambacho kwa wengi ni cha mapumziko. Nipe kulitafakari neno lako na kulielewa kwa jina la Yesu. Amen. Baba, tunavyolisema na kulisoma na kulitafakari neno lako, tupe kulijua, nami unitumie kama chombo chako cha heshima kuwafikia watu wako wa thamani uliowanunua kwa damu ya thamani. Asante Baba, asante Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Leo itakuwa ni siku yetu ya kwanza, na hoja yangu kubwa itakuwa ni kuangalia nguvu ya mauti ya Kristo Yesu. Wana wa Mungu, Yesu Kristo alikufa, na hakufa tu, akafufuka. Tunapoangalia maandiko tunaelewa hiyo mauti ya Yesu inayo maana, inayo sababu na ina matokeo katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama wa wanadamu. Kwa hiyo nitakapokuwa nazungumza juu ya nguvu ya mauti ya Yesu Kristo, nitakuwa ninazungumza sababu, nitakuwa nazungumza maana, kwa Kiingereza the essence of his death, lakini nitakuwa nazungumza pia nguvu iliyoachiliwa katika ulimwengu wa roho Yesu alipokufa. Ninapita kwenye mtandao, ninawaona wale waliojawa na roho ya mpinga Kristo wakibeza wa Kristo na kusema Mungu wenu alikufa, Mungu wenu alikufa, eti Mungu alikufa, alafu mnatuambia anatuokoa. Kama ni Mungu na alizidiwa na Wayahudi akafa, atakuwaje mwokozi kwetu? Ukiyasikia mambo hayo au ukiyatafakari moja kwa moja, unaelewa yana uvuvio wa mpinga Kristo.
liko jengo la ibada Mashariki ya Kati ambalo limekuwa inscribed na maneno tena kwa dhahabu kwamba Mungu hana mke na wala hazai, kuthibitisha wanaoabudu katika jengo hilo la ibada ndio hao waliovuviwa na roho ya mpinga Kristo. Na maandiko, yani Mungu sijui ni wa namna gani, yani yalitangulia kusema kabla watu hao hawajaja duniani. Unajua alisemaje? Anayekataa habari ya mwana anakataa habari ya baba pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye watoto naomba basi mnakuwa tu makini, msiwape uhuru sana wakaondoa attention ya wanafunzi wa rabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema anayemkataa mwana hawezi kusema anamkubali baba, na huyo ndiyo mpinga Kristo. Anayekataa kwamba ngoja nisome kabisa alafu ndo nitaendelea kuongea, kwa sababu wengine tusipokuwa tunawaonyesha maandiko moja kwa moja wanaweza wakawa bado haina msaada kwao. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Biblia inasema katika sura ya 4 na mstari wa kwanza, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Yani huna haja ya kujisumbua. Anayekataa Yesu Kristo hakuja katika mwili, huyo hatokani na Mungu. Awe ameanzisha dini kubwa na nzuri na inapata following, bado huyo uvuvio alioupata sio wa Mungu. Roho inayokiri ya kwamba Yesu Kristo alikuja katika mwili, hiyo ndio inatokana na Mungu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Sasa wako wengine wanaowadanganya kwamba wanamkiri Yesu, lakini Yesu asiyesulubiwa na Yesu ambaye si mwana wa Mungu, hayo maelezo na mafundisho yamevuviwa na shetani. Na lengo la somo langu leo, nataka wewe uelewe, tunazungumza habari za Yesu ambaye ni Mungu, akavaa wanadamu, na huo wanadamu wake ukasulubiwa, akafa. Hakufa Mungu msalabani, alikufa mwanadamu. Sasa hii ndio kitu tunaendelea kuiangalia. Nimependa nianze nayo mwanzoni ili uelewe ni ya muhimu zaidi ya kitu kingine chochote unachokijua katika Ukristo. Neno linasema katika sura ya 5, kila mtu, mstari wa kwanza, aaminie kwamba Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Kila mtu aaminie kwamba Yesu ni Kristo. Kila aaminie ya kwamba Yesu ni Kristo amezaliwa na Mungu. Na kila mtu
ampendaye mwenye kuzaa ampenda hata yeye aliyezaliwa na yeye. Umeona? Katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Wala hahitaji kuwa na degree ya Biblia kuelewa haya. Mstari wa 5 unasema mwenye kuushinda ulimwengu ni nani? Hajasema hapa ni Mkatoliki, hajasema hapa ni Mluteri, hajasema hapa ni Mwassemblies, hajasema hapa ni Mpentekoste. Hapa amesema isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Usipoamini Yesu ni mwana wa Mungu, sahau habari ya kuushinda ulimwengu. Wewe unakuwa upande na sehemu ya shetani. Sasa hata kama unaweza ukawa umo kanisani hapa, kwa sababu aushindaye ulimwengu sio Mkalvari, aushindaye ulimwengu sio MTAG, aushindaye ulimwengu sio MAGT, aushindaye ulimwengu sio mwanafunzi wa prophet fulani, sio mwanafunzi wa apostle fulani, kwa sababu amevaa bangili linalotaja amevaa bangili na jina la prophet, kwa sababu amekunywa maji yaliyoandikwa jina la prophet so and so, kwa sababu labda nakaa nyumbani kwake na mafuta ya prophet, nabii au mtume, kwamba ndio ataushinda ulimwengu. No, anaushinda ulimwengu mtu yule ambaye anaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa wawe ni Wakristo, wasiwe Wakristo, wawe watu wa dini kubwa au dini ndogo, kama wanakataa habari ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na wakatangaza Mungu hazai kwa sababu pia hana mke, hiyo ndio roho ya mpinga Kristo. Na wewe never be sympathetic or empathetic na watu hao. Usifike hatua unafeel kama wao, unawaza kama wao, kwa sababu utakuwa karibia kwenye ukingo ambako unaweza ukadumbukia kwenye shimo ambako hakuna return. There is no point of return. Hutarudi kwenye usalama uliokuwa nao katika Bwana. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu ukisoma Warumi sura ya 1 mstari wa 4 utaona amwaminie Yesu kuwa ni mwana wa Mungu ameamini mambo mawili. Ameamini ya kwamba Yesu ni Mungu, ameamini ya kwamba Yesu aliishi maisha ya duniani hapa bila dhambi, na ameamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Alikufa kwa sababu ni mwanadamu, alifufuka kwa sababu ni Mungu. Haya ni mambo ambayo yanapaswa kukaa katika fikra, na huo ndio Ukristo, nothing else. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako. Tunaenda pamoja. Kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini Yesu alikufa?
Kwa nini Yesu alikufa? Hoja ya kwanza ni kwamba mwanadamu alitenda dhambi, na kwa sababu hiyo ni lazima afe. Tutakuwa tunapita maandiko kwa haraka. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 21. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 21. Mwanadamu ametenda dhambi, na kwa sababu ya dhambi lazima afe. Hicho kifo sio cha mwili, ni kifo cha rohoni. Mshahara wa dhambi ni mauti. 15 mstari wa 21 anasema, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Ikimaanisha kwamba mwanadamu alikufa, lazima afe. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Dhambi ilileta mauti katika maisha ya mwanadamu. Warumi 5 mstari wa 21. Warumi sura ya 5 mstari wa 21. Warumi sura ya 5 mstari wa 21. Warumi sura ya 5 na mstari wa 21. Warumi sura ya 5 na mstari wa 21. Biblia inasema, ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Sura ya 6 mstari wa 23 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17 anasema, Bwana mstari wa 16 na wa 17, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Na tunajua simulizi hii ni kweli. Adamu na mke wake Eva walikula hilo tunda walilokuwa wamekatazwa. Kwa hiyo mauti ya mwilini na mauti ya rohoni ikawajia. Kwa nini Yesu afe? Ni kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa ili awaokoe wanadamu kutoka kwenye mauti, lazima afe. Na hoja ya pili utaelewa tu, ni lazima mwanadamu ndiye afe kwa ajili ya wanadamu. Isingewezekana namna nyingine yoyote. Ndiyo maana hapo mwanzo walikuwa wanakufa mbuzi, kondoo, ng'ombe na njiwa. Wakawa wanakuwa fidia ya dhambi ya mwanadamu. Wanakufa wanyama, na damu ya wanyama wasio na hatia inakuwa kwa ajili ya upatanisho wa wanadamu wenye dhambi na Mungu wao. Atonement, upatanisho wa Mungu na wanadamu waliotenda dhambi. Lakini kwa sababu hawakuwa wanadamu, lile jambo lilikuwa la muda tu. Ndio maana ilibidi lirudiwe mwaka kwa mwaka kwa ajili ya ukombozi na upatanisho wa taifa. Ndio maana ilibidi lirudiwe kila mara. Kwa mtu binafsi ilikuwa nikaribia kila mara anapojisikia ametenda dhambi, amekosea, afanye hivyo. La sivyo hukumu ya mauti juu yake mwenyewe inamjia. Lakini
pamoja na kwamba mwanadamu ataokolewa kwa kifo cha mwanadamu, hakupatikana mwanadamu asiye na hatia, kwa sababu wote wamezaliwa katika dhambi na wote wapo katika uovu, na hakuna aliye msafi. Wote. Ayubu anasema wazi kabisa, hakuna aliyezaliwa na mwanamke ambaye hakutenda dhambi. Kwenye Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 4, Biblia inasema maneno yafuatayo. Injili ya Yohana 14 mstari wa 4. Mstari wa 4. Injili ya Yohana 14 mstari wa 4 anasema, nami niendako Yohana 14 Ayubu, Ayubu hapa nimenukuu mstari wangu vibaya. Ayubu 14, Ayubu 14 mstari wa 4, ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Hapa anazungumza habari ya mwanadamu kwamba ni kitu kichafu. Wanadamu ni wenye dhambi. Wanadamu ni wenye dhambi wakati wote. Kwa hiyo huwezi ukapata kitu kisafi kutokea kwenye kitu kichafu alafu eti kije kilete ukombozi. Haikuwa inawezekana. Kwa hiyo ilibidi Yesu Kristo atokee. Hebu tuangalie Yohana, hiyo nilikuwa nimefika 14, tuangalie 14. Yohana 14:14. Yohana 14:14. Biblia inasema, hii mistari hapa nilichanganya kidogo. Tuangalie sura ya 25. Zote hizi naona ni Ayubu. Kalamu yangu ilikosea kuandika Ayubu. Angalia 25 Ayubu mstari wa 4. Mstari wa 4. Basi mtu awezaje kuwa na haki mbele ya Mungu? Au awezaje kuwa safi aliyezaliwa na mwanamke? Tazama, hata mwezi hauangazi wala nyota si safi machoni pake. Siuze mtu aliye mdudu na mwanadamu ambaye si kitu. Ayubu aliendelea kuthibitisha pamoja na wenzake. Yameandikwa kwenye kitabu cha Ayubu, sio yote ni maneno ya Ayubu, lakini ni kitabu cha Ayubu kinathibitisha kwamba wanadamu ni wenye dhambi. Na kama wanadamu ni wenye dhambi, asingelitokea mmoja wao akapate kuwa mwokozi wa wenzake. Hata Daudi alivyokuwa amelala na mke wa Uria na baadaye akamuua mume wake, Biblia inasema alipokuwa anatubu mbele za Mungu, alisema maneno yafuatayo: E Mungu, ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Hili ndilo andiko wao wanalitumia watu kusema Daudi hakuwa mtoto wa ndani ya ndoa, alikuwa ni mwanaharamu.
mtoto aliyepatikana nje ya ndoa kwa sababu ya ukware na tabia za uzinifu za baba yake Yese, na alitungwa mimba katika hatia. Mungu, wewe unisamehe kama nilitungwa mimba tu katika hatia. Mimi mwenyewe kuwa mwenye hatia mara kwa mara namna hii ni kawaida tu, lakini wewe ni mwenye haki. Mungu, unitakase, unisamehe, unioshe dhambi zangu. Daudi anakiri na kuungama mbele za Mungu kwamba wanadamu ni wenye dhambi. Zaburi hiyo 58 inasemaje? Anasema wasio haki wamejitenga, mstari wa 3, tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Haya maandiko yanatupa tu kuelewa moja kwa moja ya kwamba mwanadamu kama mwanadamu ni mwenye dhambi na asingeweza kuwa wokovu wa mwanadamu mwenzake. Kama Mungu alihitaji wanyama ambao damu yao haina hatia, na wakachaguliwa wale ambao hata maumbile yao hayaonyeshi mapungufu, wanyama wasio na kilema, wanyama wenye afya nzuri, ikaaminiwa kama huyu mnyama sio mgonjwa, basi damu yake ni safi, angalau kwa muda ifunike dhambi ya mtu, hasira ya Mungu isimwangukie. Damu ya mnyama ndiyo iwe ukombozi wake. Hili jambo linatupa kuelewa katika ulimwengu wa roho na hizo roho, Mungu na roho zingine zote zinazoitwa miungu. Kitu unachokisema wewe msamaha hakipo. Hata Mungu huwa hasamehe. Ndio maana nikwambia we shall be unlearning some things. Mwambie jirani yako, Mungu huwa hasamehe. Na miungu kwa mfano iliyokwenda tu inaabudiwa kwenye ukoo wako ni miungu, hiyo nayo huwa haisamehe. Msamaha unakuja tu anapotokea mwingine wa kufa mahali pako. Ndiyo maana na ndiyo ndiyo hekima nyuma ya matambiko yote. Wanyama hao wanaouawa ni kwa niaba yako wewe. Huo Mungu wa ukoo wenu usikudhuru. Kwa hiyo unatambika. Na mbele za Mungu mtakatifu ni hivyo hivyo. Hata wahesabia wenye hatia kwamba hawana hatia. Na kama hajawezi kuwahesabia wenye hatia kwamba hawana hatia, pia hawezi kuwaacha hivyo hivyo. Usidanganyike kwamba Mungu anaona kitu kimekosewa halafu atakiacha tu. Hayuko hivyo. Lazima kila dhambi, Biblia Kiingereza imetumia neno fulani hivi, Kiswahili chake nikikitumia inawezekana isieleweke vizuri. Anasema he visits every iniquity and every sin. Anatembelea kwenda kabisa kuona kila dhambi iliyotendwa, anaitembelea na kwenda kutoa malipo yanayostahili. Na mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini kwa sababu hawa wanadamu anawapenda, basi tunakuja kwenye hoja ya tatu. Hoja ya tatu inasema ni Mungu tu ndiye angeweza kumkomboa mwanadamu.
kutoka kwenye adhabu ambayo ilikuwa imewekwa juu yake, lakini asingelimkomboa akiwa Mungu. Ilibidi amkomboe akiwa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu akauvaa wanadamu. Hakuacha kuwa Mungu, lakini aliuvaa wanadamu. Kupitia Mungu kufanyika mwanadamu, ambayo tunaita kwenye Kiingereza incarnation. Through incarnation, God became man. Hakuacha kuwa Mungu, ila akauvaa wanadamu. Na ndilo fumbo la Maria aliyemzaa Yesu, anayeitwa Maria aliyemzaa mtoto aliyeitwa Yesu, Mwokozi wa ulimwengu. Mungu alikuwa anamwokoa mwanadamu, anamrudisha kwake kwa njia hiyo. Uko mfano mzuri sana katika simulizi za historia. Miaka ya zamani, nchi zinazoitwa Nordic countries, Scandinavian countries, Finland, Denmark na Sweden, miaka ya nyuma ilikuwa ni nchi moja. Na ukiangalia watu wale wanafanana, hata mila zao zinafanana. Kwa hiyo walikuwa na mfalme mmoja. Mfalme yule aliwahi kusema, nitaongoza nchi yangu kwa sheria. Pamoja na kwamba ufalme huwa hauna sheria zilizoandikwa, lakini ufalme ule ukawa na sheria zilizoandikwa. Lakini mnaelewa, katika ufalme, ukiondoa jamhuri kama hii ambayo lazima kuwe na bunge, kuwe na mahakama, kuwe na serikali, kwenye ufalme huwa mfalme mwenyewe ndiye bunge, mfalme mwenyewe ndiye mahakama, mfalme mwenyewe ndio hakimu, mfalme mwenyewe ndio jaji, mfalme mwenyewe ndiye serikali. Kwa hiyo siku moja akaletewa mshtakiwa, na yule mshtakiwa akiwa amekaa kwenye kiti, amevalia mavazi yake ya kifalme, akaletewa mshtakiwa, na yule mshtakiwa ni mama yake mzazi. Sasa minong'ono imeshapita, na wakati ameletwa, minong'ono ikaendelea. Tuone mfalme atapindisha sheria, wakati amesema ataendesha ufalme huu kwa sheria. Tunavyoona kosa lilolifanya huyu mama, adhabu yake ni ABC, na inavyoonekana ushahidi wote unamwangukia huyu mama kwamba ana hatia. Kwa hiyo mfalme alikaa kwenye kiti chake cha enzi. Wakati huo sasa anakuwa ni judge, na anajaji kwa ushahidi, na mwisho anatoa maamuzi yeye. Hakupindisha sheria, kwa sababu huyu aliyeko mbele yake ni mama yake mzazi. Alisema, umeonekana una hatia, na kwa mujibu wa sheria zetu unastahili viboko 100. Na mfalme hakupindisha sheria, mfalme hakupunguza adhabu. Lakini alivyomaliza, kabla fimbo na mjeredi wa kwanza haujamwangukia mama yake, yeye alikuwa tayari ameshalivua vazi lake la kifalme, akaliacha kwenye kiti chake cha enzi, akashuka, akaenda akamwinamia mama yake. Kwa kila mjeredi uliokuwa unapigwa, ulikuwa unapigwa juu yake yeye, mpaka vilivyoisha viboko 100. Mfalme alikuwa amezimia. Sheria imetimizwa.
haki imetendeka. Watu wa sheria wanasema justice is well served. Lakini mama yake hajaguswa na fimbo hata moja. Kwa hiyo mfalme hatakuwa accused kwa kuvunja sheria za dola yake. Lakini mama mzazi naye hata mwaccuse mwanae kwa kutomlinda. Kwa hiyo yote mawili yametimia. Upendo wa mfalme kwa mama yake umeonekana, lakini uaminifu wa mfalme kwa sheria yake nao umeonyeshwa. Ile ilimpa jina na imebaki kwenye historia kwamba alikuwa ni mfalme aliyeongoza kwa sheria. Alitibiwa, baadaye alipona, akaendelea kutawala taifa lake kwa sheria. Huu ndio mfano wa Mungu mwenye haki, ili dhambi ya mwanadamu ihukumiwe inavyotakikana, lakini wakati huo huo anampenda mwanadamu. Mungu alivaa wanadamu. Sasa aliyekuwa anakufa msalabani ni mwanadamu Yesu Kristo. Lakini ili uelewe, tusome Wakorinto wa pili sura ya 5 na tutaanza mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, naeleweka au nazungumza mambo magumu sana? Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 18 anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Hako kaneno kadogo tu, kwa Kristo, manake kwa njia ya Yesu Kristo Mungu alitupatanisha sisi na nafsi yake. Na unaelewa Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2 nasema, dhambi imewatenga ninyi na mimi. Sasa kilichotupatanisha sisi na Mungu ni kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye yeye alikuja duniani kwa lengo kwanza kuiondoa dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 5, kuiondoa dhambi. Na alivyoiondoa dhambi ikiwa rahisi kufanya cha mstari wa 8, waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8b, alifunuliwa ili aziharibu kazi za ibilisi. Kazi za ibilisi, nguvu yake juu ya mwanadamu ilikuwa ni dhambi. Dhambi alivyoiondoa ikawa rahisi kuharibu kazi za ibilisi. Huyo ni Yesu. Mungu mwenyewe alikuweko ndani ya Yesu Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Hii dhambi ya wanadamu, hukumu yake ni mauti. Kwa hiyo Yesu akafa mahali pako na mahali pangu. Lakini ni yeye mwenyewe amefanyika mwanadamu, kwa sababu hapakuwepo mwanadamu ambaye hana hatia. Kwa hiyo Mungu akawa mwanadamu asiye na dhambi, na maandiko yanathibitisha Yesu Kristo aliishi duniani bila dhambi. Kwa hiyo Mungu alifanyika mwanadamu asiye na dhambi kwa njia ya incarnation, kwa njia ya kuzaliwa na Mariamu, ili aweze kumkomboa mwanadamu amlete kwake, kama ilivyoandikwa kwenye Wagalatia 4 mstari wa 4 mpaka wa 5. Wakati ulipotimia,
mwana wa Adamu alifunuliwa ili amkomboe mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo wanadamu tumekombolewa kwa njia ya Yesu Kristo. Wagalatia 4:4, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hiyo huyu Yesu ni mpango wa Mungu mwenyewe kutafuta namna ya kutukomboa kwa yeye mwenyewe, ili dhambi ihukumiwe kiuhalisi, justice ya Mungu iwe imekuwa fully served. Lakini wakati huo huo upendo wa Mungu uwe umethibitika kwa wanadamu, kama mfalme aliyechukua hukumu juu yake mwenyewe. Mama yake akawa ameadhibiwa, lakini bila yeye kuumia. Ndivyo maandiko yanavyotufundisha. Kwa hiyo Mungu alitengeneza mwanadamu asiye na hatia akimtumia mwanadamu mwenye hatia. Alimtengeneza mwanadamu asiye na dhambi akimtumia mwanadamu mwenye dhambi. Leo kuna mahali nilisoma panasema hivi: Mungu ilibidi achague mtu, na huyo ni Ibrahimu. Akamwambia, toka wewe katika nchi ya Wakaldayo, baba zako na mama zako, utoke. Na kutokana na Ibrahimu akatengeneza taifa. Lakini ndani ya taifa lile akasingle out kabila. Kutoka kwenye kabila lile akasingle out bikira. Yani alimsingle out mtu kwanza awe taifa, na kutoka kwenye hilo taifa akachagua kabila mojawapo, na kutokea kwenye hilo kabila Mungu akachagua mtu, na huyo mtu ni mmoja tu, jina lake Bikira Mariamu. Yule Mariamu akatumika na Mungu kuleta mwanadamu asiye na dhambi, ambaye hana mwanzo katika wanadamu, lakini kupitia kuzaliwa na Mariamu amepata uhalali wa kuwa mmoja wa wanadamu, na huyo ndiye aliyekufa msalabani. Sawa na kondoo aliyekuwa hana hatia anayeuawa mahali pa wenye dhambi. Ndio maana mwaka jana nilisema, wakati haki ya Mungu inakutana na ghadhabu ya Mungu, ndipo upendo unadhihirika kwa wanadamu. Ilikuwa ni haki ya Mungu inakutana na ghadhabu ya Mungu, nikakutana na upendo, wanadamu hakombolewa. Yesu kufa msalabani ilikuwa ni haki ya Mungu inatekelezwa, lakini wakati huo huo ni kwa sababu ya upendo wa Mungu zilikutana msalabani. Ndio huo msalaba. Tulikuwa ni negative sign, tulikuwa sisi ndio ule msalaba umekaa hivi, ile bimu inayokaa hivi, lakini kuonyesha kwamba tuko kwenye hasi, dhambi, mauti, kila aina ya dhambi, uchawi, uasherati, sijui nini, kila kitu. Lakini Mungu akaingilia kati maisha yetu. Ndio huo mti mkubwa unaoingilia huo wa hivi. Kwa hiyo ukawa msalaba, na huo msalaba hauna maana kama sio Yesu anayekufa juu ya huo msalaba. Yesu akafa,
wewe na mimi tukaokolewa. Dhambi zetu zimefutwa, sio kwa sababu Mungu alisema tuzifutwe. Asingekuwa Mungu kama haki isingefuatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda wana wa Mungu, kabla sinamalizia, kaa na kitu moyoni, uwe na uhakika. Hakuna mwanadamu atakayekubalika bila kuweka imani kwa Yesu aliyekufa msalabani. Hakuna. Wanadamu wajitengeneze dini zao nzuri na sheria nzuri, lakini bado ni wenye dhambi. Mwanadamu anahesabiwa kuwa hana hatia inapokuwa yuko aliyeibeba hatia yake, ikiwa yupo aliyeibeba hukumu yake. Watu wanadanganyana eti utatenda mema yatahesabiwa yakalinganishwa na mabaya. Kama mabaya yako ni machache, basi mzani utaigamia kwenye haki. Unadanganyika. Hakuna mwanadamu ambaye atapata ondoleo la dhambi bila kumwagwa kwa damu. Kwa maana katika ulimwengu wa roho swala la kusamehewa hivi hivi halipo. Yesu alivyomwambia mwanamke aliyekutwa katika hali ya uzinifu, akamwambia enenda, hata mimi sikuhukumu. Haikuwa inamaanisha wanadamu watakuwa wanasamehewa bure bure. Msamaha ule ulikuwa maana yake mawe aliyopaswa kupigwa mwanamke yule mpaka afe yanakuja kwangu. Mimi nitakufa mahali pako, sikuhukumu. Ndio maana Wayahudi wanamuua Yesu msalabani. Kabla hajakata roho, moja ya maneno 7 aliyonena Yesu, alisema Mungu uwasamehe, kwa maana hawajui wanalolitenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama leo tungekuwa na mstari wa kukumbuka, nataka tuangalie mstari wa Yohana 11. Huu ndio uende nao, lakini ukatafakari hizi siri. Watu wanajiwekea dini, hata kwenye ulokole wanajiwekea dini, wanajiwekea sheria nyingi. Na nataka nikwambie, kuna watu wengi tu watajikuta wanakataliwa kwa sababu wamejiwekea sheria na taratibu zao, wakidhani hizo zitamfanya Mungu awakubali. Hakuna atakayekubaliwa, hata kama ni katika Ukristo huu, hata kama ni kwenye dini hizi za kilokole, kama hajaweka full trust katika kilichofanywa na Yesu msalabani. Never. Never. Ni muhimu sana. Angalia waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 11. Biblia inasema, anasema ni sura ya 11, ni sura ya 11. Tuanze na mstari wa 47. Yohana sura ya 11 mstari wa 47 tunaanza nao. Anasema, basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini, na Warumi watakuja, watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangalimie taifa zima. Unga mkono wako. Wakati Kayafa anaongea maneno haya, hakuwa anajua anazungumza shauri la Mungu.
Wakati anazungumza haya, alikuwa anazungumza akiwa na hasira dhidi ya Yesu, ambaye atatengeneza mazingira Warumi waje tupe mateso zaidi, maana wakati ule Israeli ilikuwa chini ya dola ya Warumi. Nilipokuwa na tafakari nikasema, kumbe wakati mwingine watu tunajikuta tunatumikia shauri la Mungu bila kujua. Kwa hoja hiyo hiyo unaweza ukajikuta unatumikia shauri la shetani bila kujua. Ndio maana ni muhimu sana mawazo yako kuwa yanaongozwa na maandiko. Usio unaenda na mihemko ya hasira na chuki inazokuja moyoni, unaweza ukapambana na Mungu ukidhani unafanya mambo ya kimungu. Huyu Kayafa ni kuhani mkuu. Hapa anazungumza with authority of his religion, akijua analiokoa taifa lake. Lazima huyu mtu ambaye anataka kuharibu taifa tumshughulikie mapema. Dunia nzima watawala huwa kuna watu wanawaua. Hata wewe ukiwa mtawala inawezekana ukafanya hivyo, kwa sababu wanaona huyu mtu akiendelea kuwako anaweza kawa tatizo kwa taifa. Wanaofundishwa kuendesha mabasi, umebeba watu zaidi ya 30, wanasema kama mtu yuko njiani na kumkwepa kunaweza ukasababisha ajali, gari likapinduka, watu 30 wakafa, bora kumgonga huyo. Ndivyo wanavyofundishwa unapoanza kozi ya juu zaidi ya udereva. Kwa hiyo na watawala ndivyo walivyo wakati mwingine. Sasa neno linazungumza hapa, Kayafa akatoa ushauri, lazima mtu mmoja afe kwa ajili ya taifa. Hapa akizungumza alikuwa amebadilika kuwa nabii, lakini anatoa unabii mzuri kwa taifa kutokana na chuki alionayo kwa Yesu. Maana anapata wafuasi wengi kuliko yeye, anapata heshima kuliko yeye, wakati yeye ndiye kuhani mkuu wa zamu. Naona neno linasema mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa zima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo awakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika ili wawe wamoja. Na Paulo akiwaandikia Waefeso akasema walio mbali na walio karibu wawe pamoja, to bring access into the kingdom. Kwa hiyo Wayahudi na wasiokuwa Wayahudi, watu wa taifa la Mungu wakati ule na waliokuwa sio wa taifa la Mungu wakati ule, wanaletwa pamoja kuwa taifa moja kwa kazi hiyo ya Yesu ya kufa msalabani. Tusome na Isaya 63. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho nitakuonyesha ni kwa nini lazima tuelewe Yesu kweli alikufa. Halafu ndipo tuanze kuangalia nguvu ya kufa kwake. Kwa sababu usipoamini na kurealize kwa maandiko kweli alikufa, basi hata imani yako ni sifuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu mnakutana na watu wanawafundisha mambo ya imani, lakini wanawaambia Yesu hakufa, alikimbilia sijui wapi, aliyekufa msalabani ni mwingine. Na wewe unadhani kama vile, halafu kuna injili ilifichwa, ni injili ya Baraba, injili ya Barnaba, sijui injili ya nani ndio inayoeleza hayo. Yote hayo ni maandishi ya mpinga Kristo.
uwe makini sana. Angalia, Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sura ya 63, neno lile linasema hivi: nitaanza tu mstari wa kwanza ili uelewe. Nawe utaitwa aliyetafutwa, mji usioachwa. Ni nani huyu atokaye Edomu, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosra? Huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake. Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Kwani mavazi yako kuwa mekundu? Amejibu hapo, ni mimi nisemaye kwa haki na ni hodari wa kuokoa, ndiye nayetoka huko nikiwa na mavazi mekundu. Kwani mavazi yako kuwa mekundu, na nguo zako kama mtu akanyagaye zabibu? Nalikanyaga shinikizoni peke yangu, wala katika watu hakuwapo mtu pamoja nami. Mungu aliangalia, hakuna mtu ambaye angeshinikiza shinikizo, angekaa juu ya shinikizo la ghadhabu ya Mungu isiwafikie watu. Akakanyaga Yesu peke yake, ile damu ikachafua mavazi yake. Ndio ukombozi unazungumzwa hapa kwa lugha ya nabii. Anaendelea kusema, naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote. Maana siku ya kisasi ilikuwamo moyoni mwangu, na mwaka wao niliowakomboa umewadia. Nikatazama wala hakuna wa kusaidia, nikashangaa kwa kuwa hakuna mwenye kutegemeza. Basi mkono wangu mwenyewe uliniletea wokovu, ghadhabu yangu ndiyo iliyonitegemeza. Nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu, nikawalevya kwa ghadhabu yangu, nami nikaimwaga damu yao chini. Haya ni maneno ya kinabii kueleza Mungu alivyofanya na vile shetani na mapepo yake yalivyoshughulikiwa kwa mauti ya Kristo. Kwa ajili ya kufanya nini? Kwa kukomboa wanadamu. Mungu hakuona katikati ya wanadamu ambaye angeweza kuwa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kesho nitapata muda wa kukuombea, lakini huu msingi ulikuwa ni wa muhimu sana, ukupe hamasa ya kuja tuendelee kujifunza. Naomba waambie na wengine. Tumalizie Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 3. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Abu watu wote tuseme, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Simama sasa. Semina yetu itakuwa ni shule, lakini pia itakuwa mahali pa Mungu kugusa maisha yetu, hasa tutakapokuwa tunajenga imani yetu kwa kile kilichoandikwa. Nyosha mikono yako, mshukuru Mungu kwa hicho ulichokisikia leo.